Hivi unadhani kama gari likatolewa matairi, linawezekana kweli kutembea? Jibu ni hapana. Inakuwa ngumu sana kutembea. Si jambo linalowezekana. Na vivyo hivyo, kama tunakuwa watu wa imani, lakini hatuifanyii kazi ile imani ili itoe matokeo, ile imani inakuwa ni mzigo zaidi. Inakuwa sio faida. Na ndio maana watu wengi, kwa sababu hawajui namna gani ya kufanyia kazi imani, wanalalamika kuwa imani haifanyi kazi. Ni kama vile wana magari mazuri lakini hayana matairi. Leo nataka tuangalie ni kwa namna gani tunaweza tukapata matokeo kupitia imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwarizo na ninakaribisha katika neno la Mungu siku ya leo. Tuombe. Baba yetu mwema, Mungu wa utukufu, ninalibariki na kulitukuza jina lako. Baba, ninasema asante kwa ajili ya wakati huu ambao umenipatia mimi pamoja na shujaa huyu wako katika kujifunza neno lako. Neno lako linasema tukikusanyika wawili au watatu kwa ajili ya jina lako, wewe upo katikati yetu. Tunaamini Roho wako Mtakatifu yupo katikati yetu. Baba, tunaomba Roho wako Mtakatifu atufunulie neno hili, aweke uelewa ndani yetu ili tupate kunufaika na yote ambayo umeandaa kwa ajili yetu. Katika jina la Yesu naomba kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Leo nataka tuangalie kuhusiana na somo lenye kichwa imani inayoleta matokeo. Imani inayoleta matokeo. Ninafahamu kuna imani za aina nyingi, na ninajua kwamba wewe sio mgeni kwa neno imani. Neno imani umelisikia. Lakini leo nataka tuangalie imani inakaa vipi, inafanya vipi kazi ili itoe matokeo. Imani inatakiwa itoe matokeo. Kwa hiyo tuanze safari yetu kwa kujifunza kwa ufupi imani ni nini, kisha tuendelee namna gani inafanya kazi. Imani kwa mujibu wa kitabu cha Waebrania sura ya 11. Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza, neno la Mungu nasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tunapoongelea imani, tunaongelea kuwa na uhakika juu ya kile Mungu amesema. Kuwa na uhakika juu ya kile ambacho Mungu amesema. Maadamu una uhakika ya kama Mungu amesema hivi na wewe unasimamia hivyo, basi hiyo ndiyo imani. Kwa hiyo hakuna mambo yaliyojificha sana kwenye kuelewa kuhusiana na imani. Imani iko moja kwa moja. Ni kiasi tutakuwa na uhakika na neno la Mungu. Lakini sasa kama imani inaonekana ni nyepesi namna hiyo, ni kwa nini watu wengi hawapati matokeo? Ni kwa nini watu wengi hawanufaiki na hili swala la imani kama vile neno linavyoelezea? Nataka tuangalie kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Ikiwa tunaelekea kujibu swali hilo. Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Sehemu ya kwanza ambayo tunakutana nayo hapa, kabla tujifunza kuhusiana na undani wa imani, tunajifunza na kitu muhimu sana kuhusiana na maisha ya Kikristo, na kwa namna moja au nyingine ufafanuzi kidogo wa imani. Neno linasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja. Nataka ulielewe hili neno pamoja, kwa sababu hapo mara nyingi ndio changamoto inapoanzia. Wakristo wengi hawafanyi kazi na Mungu pamoja. Wakristo wengi wanamngojea Mungu afanye jambo, na hapo ndipo panapoletaga tatizo mara nyingi. Watu wengi hawajui kana kwamba katika utendaji kazi wa imani na hususan masuala ya kimungu, wao wanao wajibu katika kuyafanya mambo yatokee. Ukijaribu kufuatilia katika Biblia nzima, utagundua kila shujaa wa Biblia aliyefanya jambo fulani kubwa sio mtu ambaye alimngoja Mungu afanye, ni mtu ambaye yeye mwenyewe alichukua hatua fulani kuhakikisha kuwa lile neno alilolisikia au lile ambalo Bwana ameahidi kuwa linatokea. Ni lazima uelewe ya kwamba Mungu anafanya kazi pamoja na watu. Mungu ana makusudio mazuri, ana mpango wa kutenda mambo makubwa juu ya maisha ya watu, lakini Mungu hatofanya jambo ambalo mwanadamu hakuhusishwa ndani yake. Kama Mungu anataka kuleta uponyaji katika maisha yako, basi wewe una wajibu wa kutekelezea ili kwa pamoja mfanye uponyaji utokee. Kama Mungu anataka kuachilia baraka, utajiri uonekane kwako, basi ujue wewe unao wajibu wa kusimamia
ili kuhakikisha makusudio yake yanatekelezeka. Kwa namna moja au nyingine, ni jambo lisilopingika ya kwamba wewe unao wajibu, unayo majukumu fulani katika kufanya kazi pamoja na Mungu ili kutekeleza mpango wake mzuri. Haijalishi Mungu ana makusudio gani mazuri, haijalishi Mungu ana mpango mzuri kiasi gani, kama wewe hujawajibika sehemu yako, bado hatotoa matokeo yale ambayo amekusudia. Chukulia mfano ya kwamba mtu kaja kukuletea gari zuri, kaweka mafuta ndani yake, alafu kakuletea kama zawadi, kakupa na dokumenti zote zinazohitajika, tena zimehamishwa kwa jina lako, ni mali yako halali, lakini wewe usiliwashe hilo gari, usilitumia. Je, hilo gari lina faida kwako? Jibu ni hapana. Kwa sababu ili liwe na faida kwako, ni lazima wewe ulitumie hilo gari. Na vivyo hivyo imani inafanya kazi, lakini imani itafanya kazi tu pale ambapo wewe umejihusisha kuitumia hiyo imani kufanyia kazi. Tulihakikisha jambo hili katika maandiko. Neno linasema hivi katika kitabu cha Yakobo sura ya 2. Yakobo sura ya 2 mstari wa 26. Neno linasema, maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Hapo ndipo tunapata ufafanuzi zaidi ya kuhusiana na jambo ambalo tumekuwa tukiliongelea. Imani pasipo matendo imekufa. Hajalishi unasema una imani kubwa kiasi gani, watu mara nyingi huwa hawaoni imani yako. Watu wanaona matokeo ya imani yako, na ili ufikie katika matokeo ni lazima kuwa kuna matendo yanahusisha imani yako. Imani pasipo matendo imekufa. Na ndio maana somo hili linakuwa la muhimu sana kwako na kwangu, kwa sababu linatukumbusha ya kwamba katika utendaji kazi wa imani sisi tunao wajibu mwandani. Unajua, inataka ushirika wa Mungu na mwanadamu kufanya muujiza fulani utokee. Mungu hatafanya jambo katika maisha ya mtu pasipo yule mtu mwenyewe kuhusika. Mungu huwa halazimishi mambo. Mungu haingilii maisha ya mtu kwa lazima alafu akawafanyia watu kitu. Hapana. Kama Mungu anataka afanye jambo, ni lazima mwanadamu ahusike katika hilo jambo. Nilikuwa ninaangalia sehemu fulani ya kuvutia, Mungu anawaambia wana wa Israeli ya kwamba mimi nimewaona. Mungu alikuwa anaongea na Musa kuhusiana na wana wa Israeli. Anasema nimeyaona mateso yao, kwa hiyo nimeshuka kwenda kuwakomboa. Alafu mstari unaofuata Mungu anamwambia Musa, wewe nenda. Sasa nilipokuwa nikifuatilia nikasema, sasa mbona amesema ameshuka lakini simuoni akishuka? Nikagundua kuwa Mungu anapotaka kufanya jambo ni lazima ahusishe mwanadamu ndani yake, kwa sababu dunia ni milki ya iko chini ya usimamizi wa mwanadamu. Kwa hiyo kama kuna jambo Mungu anataka afanye maishani mwako, kama kuna jambo wewe unataka umuone Mungu anafanya kwako, basi jua wewe una wajibu fulani kwa namna moja au nyingine, na wewe unahusika katika kutekeleza huo mpango. Kama haukujua wajibu wako ni nini, utakuwa unajizuilia mwenyewe yale mema mazuri ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako. Sasa tulivyosoma katika Warumi utagundua ya kwamba Mungu ameandaa mambo mazuri. Mungu ameandaa mipango mizuri. Unajua, Mungu hafurahishi na watu kukaa katika ugonjwa au kukaa katika umaskini au kukaa katika shida. Mungu ameandaa kila kinachohitajika watu waishi maisha bora. Lakini kama watu hawajui majukumu yao ni yapi, Mungu hatolazimisha watu wayatekelezee majukumu hayo. Kwa hiyo haijalishi Mungu ameandaa mpango mzuri kiasi gani, haijalishi imani ina nguvu ya kutoa matokeo kiasi gani, kama ndani yake hakujaambatanishwa na vitendo, hakujaambatanishwa na kitu, mwitikio wa ile imani, basi hakuna matokeo haswa yatakayotokea. Haijalishi imani inaonekana ni kubwa kiasi gani, kama hakuna matendo ndani yake yanayoambatana na hiyo imani haitatoa matokeo. Utaishia kuisimulia kuwa ni imani kubwa, lakini haitatoa matokeo. Tumeona Yakobo anasema kama vile mtu ambaye amekufa, na vivyo hivyo imani isiyokuwa na matendo imekufa. Imani lazima iwe na matendo. Imani lazima iwe na matendo. Ili itoe matokeo, ni lazima imani iwe na matendo. Chukulia mfano, nilikuwa nasikiza ushuhuda huu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mmoja ambaye alikuwa na huduma ya kuombea watu. Katika mstari ambao alikuwa ameita wagonjwa waje kuwaombea, ilikuwa ni kwenye kanisa. Kwa hiyo wagonjwa wamepanga mstari, akawa anaombea. Baada ya kuombea akawa kidogo yeye ameanza kuchoka, kwa sababu wagonjwa ni wengi na ameombea watu wengi. Kwa hiyo akafika sefari kidogo akawa amechoka. Akaja mama mmoja. Yule mama yupo katika kiti cha magurudumu, wheelchair. Amesukumwa mpaka pale hawezi kutembea. Kwa yule mtumishi wa Mungu akamwambia, kwa sababu nimekuwa nikiombea watu kidogo nimechoka,
lakini nataka nikurahisishie kazi ili nisichukue muda mwingi kukuombea. Nataka nikuelekeze kitu gani cha kufanya, alafu utapokea uponyaji na wewe utaendelea shughuli zako. Yule mama akamwambia, nielekeze nini cha kufanya. Yule mtu wa Mungu akamwambia, neno la Mungu linasemaje kuhusiana na uponyaji? Yule mama alikuwa hajui. Kwa yule mtu wa Mungu kabidi amfungulie andiko. Katika kitabu cha Isaya sura 53 mstari wa 5, neno linasema, kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Kwa hiyo yule mtumishi wa Mungu akamwambia yule mama, soma hilo andiko. Yule mama akasoma hilo andiko. Mtumishi wa Mungu akamuuliza tena yule mama, ya kwamba unadhani kwa mujibu wa andiko, je, uponyaji unao au utakuwepo? Yule mama hakuelewa mwanzoni. Lakini yule mtumishi wa Mungu alivyorudia kusoma andiko na kumwelezea, yule mama akaelewa ya kwamba kumbe kwa mujibu wa andiko uponyaji tayari anao ndani yake. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akamwambia, sasa fanya hivi. Kipindi naendelea kuwaombea wengine ambao hawahitaji maombi mazito kama ya kwako, mimi nataka wewe uanze kumshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji ambao umeupata. Kumbuka, kipindi anampa maelekezo hayo, yule mama bado alikuwa amekaa katika kiti. Bado anategemea kiti cha magurudumu kimsapoti kutembea. Lakini mtumishi wa Mungu akamwambia, anza kumshukuru Mungu. Sio tu useme Mungu ninajua utaniponya, lakini uanze kumshukuru Mungu ya kwamba asante maana umeniponya. Hapo yule mama alikuwa na imani, lakini sasa anapewa kitendo cha kuambatanisha na imani. Na yule mtumishi wa Mungu alivyomwacha hivyo, akaanza kuombea watu wengine ambao walikuwa wanahitaji maombi ambao hayakuwa mazito kama yule mama. Ghafla akasikia nyuma kelele za watu wanarukaruka. Alipogeuka kuangalia nyuma, akamkuta yule mama aliyemwelekeza anasimama anatembea mwenyewe bila hata kuwekewa mikono. Jambo hilo limewezekanaje? Ni kwa sababu yule mama aliweka kitendo katika imani. Alisikia neno la Mungu, kwamba neno la Mungu limeeleza yeye tayari uponyaji anao. Alafu akakubali kuliamini. Kisha baada hapo akaanza kukiri, akaanza kutamka yale maneno, kwa mimi ni mzima, namshukuru Mungu, mimi ni mzima, mimi ni mzima. Kipindi anasema maneno hayo, kumbuka alikuwa bado mgonjwa, amekaa, lakini ni kwa sababu alianza kuweka kitendo cha kutamka, kukiri neno linavyosema, basi imani ikatoa matokeo. Mara zote imani inapoambatanishwa na kitendo husika itatoa matokeo. Lakini ili tupate uelewa mzuri, kuna hatua mbili nataka niziweke pamoja ambazo zitajenga uelewa sahihi katika hichi ninachokiongelea. Tukiangalia ushuhuda huyu mama, utagundua jambo la kwanza kabisa ni kwamba huyu mama alisikia neno akapata imani. Hiyo ni hatua ya kwanza kabisa. Kama unataka imani yako iwe yenye kutoa matokeo, jambo la kwanza unahitaji ni kupata imani kwa ajili ya jambo. Sasa sio kusudio langu katika somo hili kuelezea kwa undani kuhusiana na imani, lakini nataka uelewe ya kwamba imani inatofautiana kulingana na kila jambo. Imani uliotumia kwenye uponyaji haitofanya kazi kwenye uchumi. Imani ulioitumia kwenye uchumi haitofanya kazi katika uponyaji. Ni lazima upate neno la Mungu linasemaje katika tatizo hilo. Ukishapata neno la Mungu linasemaje katika tatizo hilo husika, sasa hapo ndo unaingia hatua ya pili, ambayo ni hatua ya kufanyia kazi maelekezo yanayotokana na neno la Mungu. Tuchukulie mfano, unaumwa. Neno la Mungu linasemaje kwa mtu anayeumwa? Katika kitabu cha Isaya sura 53 mstari wa 5, neno linasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo kumbe maandiko yanatuonyesha kwamba sisi ni wazima. Kipindi miili yetu inaonekana ni dhaifu, lakini mbele za Mungu sisi tunahesabika kuwa ni wazima. Kwa hiyo kitendo ambacho kinaambatana na hilo ni kuanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima ambao tayari unao. Sio utakao kuwa nao, bali unao. Tunaongelea kuhusu imani. Imani ni kuwa na uhakika kuwa kile ambacho hakionekani unacho, kuwa na uhakika na neno la Mungu. Kwa hiyo kama unaumwa, jambo la kwanza, fahamu neno linasemaje kuhusiana na uponyaji. Isaya 53 mstari wa 5 ndio andiko la kusimamia. Sasa kitendo kinachofuata hapa ni kuanza kukiri uponyaji, kuanza kukiri uzima katika neno la Mungu. Anza kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima, anza kumshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji, anza kumshukuru Mungu kwa ajili ya afya, anza kumshukuru Mungu kwa ajili ya yote ambayo amefanya ndani yako kurejesha afya kuhusiana na uzima. Nakumbuka miaka kadhaa ya nyuma, kuna mama mmoja ambaye tulikuwa tunasali naye, na kwa namna moja au nyingine alipoenda katika vipimo aligundulika kuwa na kansa ya kizazi, saratani ya kizazi. Alipoenda katika vipimo, madaktari wakamwambia kansa yake imeenda kidogo, imekula sehemu kubwa ya kizazi. Nadhani ilikuwa ni stage ya 3 au ya 4, sikumbuki vizuri. Lakini ilibidi arudishwe, apeleke hospitali na wakatengeneza utaratibu wa kuanza huduma ya mionzi. Lakini yule mama kila mara alipokuwa akitembelewa na watu wa kanisani, badala ya kulaumu, kulalamika au kunungunika,
Yule mama alikuwa anasimamia maandiko kuambia watu, ninashukuru Mungu kwa mimi ni mzima, mimi nimeshapona. Kipindi yuko hospitali, yuko na dozi kwa ajili ya mionzi, yuko na ratiba kwa ajili ya mionzi, watu wanamuona mgonjwa aliolazwa, lakini kinachotoka mdomoni mwake sio kuelezea kuhusu ugonjwa, bali ni kuelezea kuhusu neno la Mungu. Yule mama aliweka vitendo katika imani, na kilichotokea ni kwamba aliondoka akaenda nyumbani mara moja kwenda kuwaaga watu na kusalimiana na wengine ambao hajaonana nao. Aliporudi hospitali, katika vipimo vilivyopimwa, watu wakashangaa ya kwamba ile kansa haionekani tena, ni kana kwamba imeyayuka. Uponyaji umetokea. Popote pale palipo na neno la Mungu, alafu watu wakaamua kulifanyia kazi neno la Mungu, litatoa matokeo. Ni muhimu kuelewa. Unajua, masuala ya kiroho ni ya kufurahisha kidogo. Masuala ya kiroho yanakutaka wewe uwajibike, na jinsi unavyowajibika ndivyo yatakavyotoa matokeo kwako. Kama utakaa kungoja, basi ninakuhakikishia utangoja sana na hakuna kinachotokea. Mambo ya kiroho yanataka watu ambao wanatoka katika comfort zone zao, wanatoka katika mazingira yao ya kustarehe, alafu wakaingia katika juhudi ya kumtafuta Mungu, kwa sababu ni yeye aliyosema ya kwamba tangu kipindi cha Yohana Mbatizaji, ufalme wa Mungu unatekwa kwa nguvu. Yale ambayo Mungu amekusudia kuyafanya ndani ya maisha yako sio mambo ambayo yanatokea kilegelege, wewe unaamua kuyateka. Kama utakaa uyangojee yatokee, itakuchukua muda mrefu sana ili yatokee. Si kwa sababu hayawezekani, hapana, ni kwa sababu wewe una sehemu ya kuwajibika kuyafanya mambo yatokee. Kwa hiyo unataka imani itoe matokeo, ambatanisha vitendo katika imani uliyoipokea, katika lile ambalo Bwana amesema na wewe lifanyie kazi. Ukifanyia kazi utapata matokeo. Tuangalie hadithi kama hiyo katika kitabu cha Yohana, ambayo linavutia kidogo. Katika kitabu cha Yohana sura ya 2, Yohana Mtakatifu sura ya 2, tutaanzia mstari wa 3 tutaenda mpaka mstari wa 11. Neno linasema, hata divai ilipowatindikia mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwa huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha, kila mmoja lapata kadiri ya nzio 2-3. Mstari wa 7, Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji, nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekea mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji aliyopata kuwa divai, wala asijue alikotoka, lakini watumishi walijua wale walioyateka yale maji, yule mkuu wa meza alimwita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza huanza divai iliyo njema, hata watu wakisha kunywa sasa ndipo leta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mstari wa 11, mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Hapa tunakutana na muujiza ambao Yesu ameufanya. Mariamu mama yake Yesu anamwambia Yesu ya kwamba divai imekwisha na tupo kwenye sherehe, fanya kitu. Yesu anakwambia kwamba sasa mama, mimi nina nini nawe? Tuna nini nawe? Mbona muda bado? Mama yake Yesu anatoka baada ya kuongea na Yesu, anaenda na wafuata wafanyakazi, anawaambia lolote atakalowaambia lifanyieni. Sasa hapo kuna kitu cha kuelewa ya kwamba kwanza ni kwamba maelekezo ya neno atakalolitoa lipateni kwanza, alafu mfanye. Msifanye ambalo hajawaambia, na kama amewaambia alafu msipofanyia kazi hamtapata matokeo. Kama mnataka matokeo, fanyieni kazi lile ambalo kwanza amewaambia. Na ndio hiko ambacho tumekuwa tukijifunza hapa. Kwanza pata neno linasemaje kuhusiana na hiyo changamoto yako, kisha fanyia kazi neno kwa mujibu vile ambavyo neno limeeleza. Biblia inasema kama wale wafanyakazi wakasikiliza yale maneno ambayo Yesu amesema. Yesu akawaambia, jalizeni maji katika mabalasi, wakajaza maji, kisha akaambia choteni maji, pelekeni kwa mkuu wa meza. Na Biblia inasema walipokuwa wakiyachota wakipeleka, yale maji yakageuka na kuwa divai. Lazima uelewe, ili imani itoe matokeo ni lazima iambatanishwe na kitendo. Kama ni kuhusiana na uponyaji, ni lazima uanze kukiri uponyaji ndani yako. Haiwezekani uwe unasimamia neno la Mungu alafu unakiri ugonjwa alafu ukategemea imani itatoa matokeo. Imani haifanyi kazi namna hiyo. Kama unataka kuona afya yako inakaa vizuri, anza kutamka vizuri kuhusiana na afya yako. Hapo unairuhusu imani itoe matokeo. Tuchukulie mfano, una changamoto ya kiuchumi. Neno linasemaje kuhusiana na changamoto ya kiuchumi?
Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19, neno nasema hivi, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake. Kwa hiyo kama una changamoto ya kiuchumi, unachokifanya ni kutamka kuhusiana na Wafilipi 4:19. Unamshukuru Mungu kwa Mungu amekujaza kila unachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake. Kwa hiyo ukikaa unamwambia Mungu, asante Baba yangu, asante maana umenijaza na kila ninachohitaji. Asante maana umenipatia fedha ninazohitaji kwa ajili ya 1, 2, 3. Ninakushukuru kwa ajili ya fedha hizi. Ninakushukuru kwa ajili ya jambo hilo. Unaweka kitendo katika imani. Sasa ninajua kwa wengine na kwa wengi ni mkweli, hili jambo halionekani kama linaleta maana. Lakini ukumbuke masuala ya kimungu sio swala la kuleta maana. Inaitwa imani. Ndio Mungu alivyochagua. Mungu alichagua mambo manyonge ya aibishe mambo yalioonekana hodari. Kwa hiyo tufuate tu njia yake. Umeielewa ama hujaielewa, wewe fuata njia yake. Ni salama zaidi, ni hakika na inakupatia matokeo bila shaka. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba wale watu wakafuata maelekezo ya Yesu, na walipofuata maelekezo wakapata matokeo wanayotaka. Ndugu mpendwa, kama na wewe unataka upate matokeo katika imani, ni lazima uambatanishe na kitendo katika imani yako. Imani siyo maneno matupu. Imani ni kuhusiana kile unachokifanya kuelekea na imani yako. Unajua nisikiza ushuhuda wa mtumishi wa Mungu mmoja ambaye yeye katika huduma alikuwa ameajiri watu wengi, na huduma ilikuwa inakuwa vizuri kabisa, na akawa ameajiri watu wengi. Sasa kipindi fulani ikawa katika taifa kumetokea changamoto ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kuna matoleo ambayo yalikuwa yanaingia ndani ya kanisa hayakuwa kama mwanzo. Kwa hiyo kanisa kidogo likawa lina kipato kidogo kuliko mwanzoni, na kwa changamoto iliyokuwepo ilikuwa bado ni ya muda mrefu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akaenda mbele za Bwana kumuuliza Mungu, ninaomba hekima ya kufanya, kwa sababu kuna watu wananiangalia, natakiwa niwalishe, natakiwa niwasaidie. Mungu akamwambia ya kwamba katika jambo unalolifanya ni jambo jema, lakini una watu wengi sana katika mlolongo wako wa malipo. Hautaweza kuamudu kuwalipa wote na kuendesha huduma. Kwa hiyo badala yake, punguza watu hawa na hawa, wapeleke katika ofisi nyingine, kawaombee nafasi kule za kazi wakafanye kule, hata kama ni kazi ndogo ndogo, lakini wakapate kipato kingine kule, ili wewe kwako ubaki na wale unaowahitaji tu, ili kile kinachoingia kanisani kiweze kumudu kuendesha huduma pasipo kuyumbayumba. Kwa sababu huduma yake ilikuwa inarusha vipindi mtandaoni, inarusha vipindi kwenye redio na kwenye runinga. Kwa hiyo kuna gharama nyingi za matumizi zinakuwepo pale. Kama angeendelea kung'ang'ania kubaki na wale watu, ina maana angejiumiza yeye na asingeendelea kufanya huduma kama inavyopaswa. Kwanza uelewe ya kwamba hivi, huyu mtu kabla ya kuweka kitendo chochote alimuuliza kwanza Bwana nifanye nini? Bwana akampa neno la kufanya. Alafu sasa yeye akafanyia kazi maelekezo. Na kilichotokea ni kwamba akaokoa huduma yake kutoka katika hali mbaya ya kiuchumi ambayo angeingia. Ninajua hata makanisani kuna wachungaji wengi ambao wanapitia changamoto nyingi za kiuchumi. Lakini lazima mkumbuke ya kwamba tunamhubiri habari za Mungu ambaye ni tajiri. Kama tunahubiri habari za Mungu ambaye ni tajiri na unaona kwako hali ya kiuchumi sio nzuri, hebu kaa na Bwana muongea ya mambo. Muulize ya kwamba Bwana, tunafanya nini kuhusiana na huduma yako? Neno limesema ya kwamba utanitumikia nami nitakibariki chakula chako. Ina maana atakubariki, atakupatia uwezo wa kufanya mambo mbalimbali vizuri zaidi. Sasa kama unamtumikia Bwana na mambo ya kiuchumi unaona hayajakaa vizuri, ni muhimu kukaa na Bwana mkaongea, muyajenge, muyapange. Kwa sababu mimi sijawahi kuona Mungu akimtupa mtumishi wake katika mazingira yote. Kwanza tafuta neno la Mungu linasemaje kabla ya kuanza kuweka vitendo vyovyote. Usianze na vitendo vyako, usipeleke mawazo yako, alafu umeyafanya mawazo yako, alafu ndio unamshirikisha Mungu kama Mungu, mimi nimeamua nianzishe kikoba kanisani, alafu sasa naomba ukibariki kikoba hiki. Hapana, utajitengenezea matatizo. Kwanza muulize Mungu. Sikiliza neno kwanza linasemaje. Ukishapata neno then ndio huja. Huwezi kuamua tu kama hivi kwa sababu mimi nina imani, basi mimi ninaamua kuanzia leo mimi sinywi dawa, mimi nitakaa hivyo hivyo. Mpendwa, mimi sikatai imani inafanya kazi, lakini lazima uelewe ya kwamba inakutaka uelewe nini cha kufanya. Mimi binafsi niwe mkweli, nimeona ni mara nyingi nimepokea uponyaji bila hata kutumia dawa, lakini haimaanishi kana kwamba kila mara ninakurupuka tu ninafanya maamuzi. Hapana, kila mara ninasimamia neno la Mungu, alafu ninasikiza amani ya moyo inasemaje kuhusiana na jambo hili, na kwa sababu ninajua kitu gani ambacho Mungu anaweza kukafanya kwangu, mimi itafanya kazi. Usifanye kitendo kwa sababu kuna mtu mwingine alikifanya. Kifanye kitendo kwa sababu neno la Mungu limekwambia.
Narudia tena hapo. Usifanye jambo la kiimani kwa sababu mtu mwingine alifanya. Fanya kwa sababu Bwana amekwambia. Nimeona watu wengine wanataka jambo litokee. Kwa hiyo mtu anasikiliza shuhuda za mtu mwingine alifanya nini, alafu yeye anaamua afanye vile alivyofanya mtu mwingine bila kuuliza neno la Mungu linasemaje kuhusiana na hilo jambo. Kuna wakati mwingine Mungu anatoa maelekezo specific kwa ajili ya mtu. Anamwambia wewe, nataka ufanye jambo 1, 2, 3. Kwako itakuwa hivyo. Kama mtu mwingine akataka apate matokeo kama yale, badala ya kuiga, kamuulize Mungu. Kama Mungu, wewe unasemaje kuhusiana na hali kama hii? Naye Mungu mbona atakupa hekima. Amesema katika Yakobo, ikiwa mtu wa kwenu amepungukiwa na hekima, aombe nami nitampa hekima. Tuangalie katika Yakobo hii tukiwa tunakaribia kumaliza somo letu. Katika kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 1 mstari wa 22 mpaka 25, neno la Mungu linasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Mstari wa 25, lakini aliyelitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Neno linasema ya kwamba tusiwe wasikiaji tu wa neno, bali tuwe watendaji pia. Kwa hiyo tunarejea pale pale. Kwanza sikiliza neno la Mungu linasemaje kuhusiana na hali uliyokuwa nayo. Pata neno la Mungu. Ukipata neno, umepata imani. Ukishapata neno, sasa then ndio unakuja kufanyia kazi lile neno. Neno limekwambia nini? Neno limekwambia ya kwamba amini, Bwana atakuvusha. Acha kuongea kuhusu manunguniko, hata kuongea kuhusu kushindwa. Ongea imani ya kwamba mimi ninaamini katika hili ninavuka. Mimi ninaamini kwa ninainuka. Hapo umeweka kitendo katika imani uliyopokea. Inawezekana neno la Bwana limesema ya kwamba utapata mtoto. Kwa sasa hauna mtoto. Badala ya kwanza kuzunguka kila sehemu kilalamika, siku hizi vyakula tunavyokula vinazuia tusipate watoto, au malalamiko mengine, anza kumshukuru Mungu. Anza kukiri ya kwamba Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wangu. Weka picha kichwani mwako. Anza kujenga taswira ya kama mwanangu akiwa wa kiume nitamuita hivi, akiwa wa kike nitamuita hivi, mwanangu atavaa nguo hizi, nitatoka hapa kwenda pale na mwanangu. Chukua muda wa kuweka vitendo vinavyoambatana na lile neno ulilopewa, ili umpe kitu cha kufanyia kazi Bwana. Kumbuka, imani ikikosa vitendo ni kama gari isiyokuwa na matairi. Halitokwenda. Haijalishi ni nzuri kiasi gani, halitokwenda kokote. Imani ina uwezo wa kufanya vitu vingi vikubwa. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura 11, karibu sura nzima, utagundua kuhusiana na yale ambayo imani inaweza kufanya. Kwa hiyo mimi ninajua imani inafanya kazi. Lakini ili imani ifanye kazi kwako wewe, kwanza tafuta neno linasemaje kuhusiana na kile ambacho unapitia. Pili, fanyia kazi neno. Weka kitendo katika lile neno. Fanyia kazi neno limekwambia nini, alafu fuata maelekezo ya neno. Ninakuhakikishia kila mara utapata matokeo, kwa sababu huo ni msingi wa imani unaoleta matokeo. Barikiwa. Kama umebarikiwa na somo hili kwa namna yoyote ile, basi niandikia comment hapo chini. Lakini kama una swali au una jambo lolote ambalo linahitaji ufafanuzi zaidi, mawasiliano yangu yako hapo chini, nitafute. Ningependa niwe baraka kwako kwa kadri ya inavyowezekana. Mpaka hapo tutakapokutana tena, usisahau kuwa Mungu anakupenda na anataka wewe uishi maisha ya ushindi. Barikiwa.